hizo mbegu ndizo ambazo zitatusaidia mbele ya safari. Lakini pia jambo la pili ni mbegu. Maombi ya mwanzo wa mwaka ni mbegu ya umiliki. Vyovyote vile ambavyo Bwana atakumilikisha mwaka huu, kumbuka kwamba unavipanda katika ulimwengu wa roho, unapanda mbegu. Kwa hiyo maombi ya mwanzo wa mwaka huwa ni muhimu sana, kwa sababu ni mbegu ya umiliki, Lakini jambo la tatu ni mbegu ya ushindi. Maombi ya mwanzo wa mwaka huwa tunapanda mbegu ya ushindi, kwa sababu maisha ya mwanadamu yamezungukwa na mikiki ya kila siku. Yaani kila kunako kucha kuna mambo yake pia. Kila mwezi una mambo yake pia. Una mambo yake kazini, una mambo yake nyumbani, una mambo yake sehemu ya biashara, una mambo yake katika mfumo wa maisha. Kwa hiyo maombi haya ya mwanzo wa mwaka yatakusaidia kushinda katika kila dhoruba ambayo itakuja mbele yako. Bwana tusaidie sana. Tambua ya kwamba kuokoka haimaanishi kwamba hutapata dhoruba. Kuokoka pia ni mojawapo, utapata tu dhoruba. Lakini je, dhoruba ikija unashindaje? Dhoruba ikija unatokaje? Maombi ya mwanzo wa mwaka yanakujenga na kukusaidia kushinda kwenye dhoruba. Bwana atusaidie sana. Ndiyo maana maandiko nasema ya kwamba alisikiaye neno la Bwana amefananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Sawa ndugu zanguni, ina maana kwamba mawimbi yanavyokuja, ile nyumba inabaki salama. Kinachoibakisha salama ni kwa sababu nyumba imejengwa kwenye msingi, kwenye mwamba ambao hautikisiki, na mwamba wenyewe ni Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo maombi haya tunapoyaomba ni mbegu itakayotupa kushinda katikati ya dhoruba na katikati ya changamoto. Kitu kingine, mbegu maombi ya mwanzo wa mwaka ni mbegu ya uamsho. Inakuactivate, yani inakuamsha kuifanya kazi ya Mungu kwa mwaka 2026. Kwa hiyo ni mbegu ambayo mwisho wa siku unaona ghafla unapata hamu na shauku ya kumfanyia Mungu kazi kuanzia Januari mpaka Disemba. Tunaelewana eh? Kwa hiyo ni mbegu ya kuamsha, Lakini jambo lingine, maombi ya mwanzo wa mwaka ni mbegu ya utumishi. Ya kwamba mwaka huu kuna watu wengine wataitwa kwenye utumishi, kuifanya kazi ya Mungu, kufanya kazi ya Mungu katika eneo fulani. Kwa hiyo unaona wazi ya kwamba ni mbegu ya utumishi. Sasa leo ni siku yetu ya 3 ya maombi haya ya kufunga na kuomba, na ni siku yetu ya kwanza ya kukutana hapa kanisani. Na tutakuwa tunakutana kila siku saa 10:30, kila siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa saa 10:30 sharp tunaanza. Sasa leo siku ya 3, ukiangalia kwenye kile kitabu chetu cha mwongozo, na imani ya kwamba mlidownload soft copy, ukiangalia kitabu chetu cha mwongozo kinatuongoza ya kwamba kwanza andiko la kusimamia ni Zaburi 133:1. Hilo ndilo andiko ambalo tutasimama nalo, Zaburi 133:1. Lakini pia siku ya leo tunataka tuombe umoja, upendo na mshikamano ndani ya kanisa. Tuombe umoja katika familia zetu. Yawezekana kuna vitu ambavyo vinatutenganisha ndani ya familia, vikatunyima ule umoja, vikatutenganisha. Tunaenda kuombea familia zetu ziwe na umoja, zishikamane nyakati za furaha na nyakati za changamoto. Tunaelewana ndugu zanguni? Kwa haya ni maombi ambayo tunamwomba Mungu atusaidie ndani ya familia tuwe na mshikamano. Mke na mme wawe na mshikamano, watoto wawe na mshikamano, watoto kwa wazazi waweze kushikamana, watu wa nyumbani mwetu waweze kushikamana, wawe na umoja. Lakini tukitoka nyumbani tunakuja kanisani.
kanisa letu liwe na umoja. Lisiwe ni kanisa lenye makundi, lisiwe ni kanisa ambalo limegawanyika, liwe ni kanisa lenye umoja. Wanasema ya kwamba umoja ni nguvu. Kwa hiyo mahali penye umoja, maana yake pana nguvu. Ndiyo maana maandiko yanasema kwamba heri wawili kuliko moja, kwa maana mmoja kianguka mwingine atafanyeje? Atamnyanyua. Kwa hiyo tutatamka umoja ndani ya kanisa. Maandiko yanasemaje kwenye Zaburi 133 1? Tazama, ni jambo jema na la kupendeza ndugu wakaapo pamoja kwa umoja. Ni jambo jema na la kupendeza ndugu wanapokaa pamoja na kwa umoja. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, adui anachofanya kwa sasa hivi ni kuzitenganisha familia. Ana mpango na mkakati wa kutenganisha familia. Baba na mama wasiongee, baba na watoto wasizungumze, baba na mama, baba na watoto, mama na watoto wasizungumze, wasifurahie pamoja, wasikae pamoja. Kama maandiko yanasema, tazama, ni jambo jema na la kupendeza ndugu wakaapo pamoja kwa umoja. Ni jambo la kupendeza sana. Kwa hiyo adui anachokifanya ni wewe usiwe na umoja katika familia yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Na jioni ya leo tutaenda kuombea hili jambo, kuliombea hili jambo kwa uzito kabisa, kwa uzito kabisa. Naomba tusimame. Haleluya. Ni maombi tu, kwa tutakuwa tunaomba, na baada ya hapo nakwambia kipi kinaendelea. Mwambie mwenzako, karibu kwenye maombi. Usinyamanze kimya. Nataka nikuone ukiwa unaomba. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa siku ya leo, siku ya 3 ya maombi haya ya siku 21. Asante kwa neema yako na kwa kunifanikisha kufika katika nyumba yako. Ninakushukuru Jehova. Ninasema asante katika jina la Yesu. Kama maandiko yanavyosema kwenye kile kitabu cha Zaburi, ile sura ya 133 na mstari wa 1, ya kwamba tazama, inavyopendeza ndugu kukaa pamoja. Nami Bwana, jioni ya leo ninaomba kukaa pamoja katika familia yangu. Naomba umoja katika familia yangu. Tamka umoja, omba umoja, omba umoja katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa neema yako. Baba, asante kwa utukufu wako. Ninakushukuru kwa pendo lako. Ninakushukuru kwa neema yako. Kama maandiko yanavyosema ya kwamba tazama inavyopendeza, ya kwamba tazama inavyofurahisha, na tazama ni jambo jema na la kupendeza ndugu wakaapo pamoja. Mungu, tazama, ninakuita jioni ya leo, katika maombi ya leo, katika maombi ya jioni ya leo, ya kwamba kila ndugu wakae pamoja kwa kupendeza. Kila ndugu wakae pamoja ndani ya familia zetu. Ninatamka umoja. Ninaita umoja Bwana katika familia zetu. Ninaita umoja Bwana katika familia zetu. Ninaita umoja Bwana katika familia zetu. Onekana Jehova Jile, onekana mfalme wetu. Jifunue na kujidhihirisha. Jidhihirishe mfalme wa amani katika jina la Yesu. Ninasema asante mfalme kwa sababu ya jioni ya leo, kwa sababu ya jioni ya leo. Onekana Baba yetu wa mbinguni, onekana mfalme wa amani. Jifunue na kujidhihirisha. Jidhihirishe jioni ya leo. Onekana jioni ya leo katika jina la Yesu. Tazama inavyopendeza ndugu kukaa pamoja. Nami Bwana, ninaita hiyo neema ya kukaa pamoja. Ninaita hiyo neema ya kukaa pamoja. Sisi na wenza wetu tukae pamoja Bwana, tuweze kuzungumza, tuweze kufurahia, tuweze kucheka. Tazama inapendeza mke na mme kukaa pamoja, kujenga pamoja, kushirikiana Bwana. Achilia roho ya ushirikiano katika ndoa zetu. Achilia roho ya ushirikiano katika ndoa zetu. Tusaidie Bwana wa majeshi, tuwezeshe mfalme wetu. Rabashende rebasika. Achilia roho ya umoja, achilia roho ya umoja, achilia roho ya umoja, achilia roho ya umoja katika jina la Yesu. Achilia roho ya umoja katika ndoa zetu.
zetu, achilia roho ya umoja katika familia zetu, achilia roho ya umoja kwa watoto wetu, Bwana, katika jina la Yesu. Ninatamka roho ya umoja, roho ya kushirikiana, roho ya kushirikiana iachilie Bwana, roho ya kushirikiana iachilie Bwana. Tunahitaji kushirikiana katika familia zetu, tunahitaji kushirikiana pale mambo yanapotukuta, tunahitaji kushirikiana. Zipo familia ambazo hazishirikiani, zipo familia ambazo zimetengana, zipo familia ambazo hazielewani. Katika jina la Yesu, kila kiambaza chochote kile, kila ukuta wote ule ambao ulijengwa, ambao adui ameujenga katika ndoa zetu, unaotufanya tusielewane, unaotufanya tusielewane, ninaangusha huo uzio, ninauangusha huo uzio katika jina la Yesu. Anguka kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila uzio ambao adui aliujenga katika ndoa zetu, ili tusizungumze, ili tusiseme, ili tusishirikiane, katika jina la Yesu, huo uzio na uangusha jioni ya leo, ninauangusha jioni ya leo, ninauangusha jioni ya leo katika jina la Yesu. Kila pando ambalo adui amelipanda katika ndoa zetu, kila pando ambalo adui amelipanda kwa watoto wetu ili wasielewane, ili wachukiane. Ni kweli wamezaliwa ndani ya tumbo moja, lakini hawaelewani, katika jina la Yesu. Hilo pando naling'oa, hilo pando naling'oa. Ng'oka kwenye familia, ng'oka kwenye familia, ng'oka kwa watoto wetu, ng'oka kwa watoto wetu, ng'oka kwa watoto wetu. Chochote kile ambacho kinawafanya watoto wetu waweze wasielewane, chochote kile ambacho kimewafanya watoto wetu waweze kugombana, waweze kutukanana, wasisaidiane, katika jina la Yesu, hilo pano naling'oa, hilo pano naling'oa. Kama kuna nguvu za giza zilizotumwa kwa watoto wetu ili wasisemezane, ili wasisaidiane, katika jina la Yesu, hilo pano naling'oa, hilo pano naling'oa, hilo pano naling'oa. Naling'oa kwenye familia yako, naling'oa kwenye familia yako, hilo pando ambalo adui amelipanda kwenye familia ili msisikilizane, ili msizungumze pamoja, msikae vikao pamoja, ili muweze kukwepana, katika jina la Yesu. Ninabomoa hicho kiambaza, ninakibomoa hicho kiambaza. Achia katika jina la Yesu, iachie hiyo familia, iachie hiyo familia, iachie hiyo familia katika jina la Yesu, iachie hiyo familia katika jina la Yesu. Waachie wadogo zetu, waachie kaka zetu, waachie wadogo zetu, waachie kaka zetu, achia ndugu zetu katika jina la Yesu. Achia watoto wa kiume, achia watoto wa kike. Rakosheke paraba rebo shandere basika. Unaachia jioni ya leo, unaachia familia yetu, unaiachia familia yetu, unaiachilia familia yote, unaiachilia familia yote katika jina la Yesu. Inaachilia moto katika familia, inaachilia moto, ukateketeze, ukateketeze, ukateketeze. Kila ambacho adui alikipanda kinateketea, kinateketea, kinateketea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mama, pambana juu ya familia yako, pambana juu ya watoto wako. Paza sauti mbele za Bwana, mwambie Bwana kusaidie, mwambie Bwana yusaidie familia yako, aisaidie ndoa yako, aisaidie watoto wako, aisaidie uzao wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kazana katika ulimwengu wa roho, tamka katika ulimwengu wa roho. Rebo shekere basika, rebo shandere basata, reko shaka taraba. Hicho ambacho kimewafanya watoto wagombane, hiyo kitu ambacho kimewafanya watoto wasielewane, ninakipiga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achia watoto wetu wa kiume, achia watoto wetu wa kike katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza sasa katika ulimwengu wa roho, natamka umoja, natamka ushirikiano, natamka umoja. Ninapanda ushirikiano kwa watoto wetu, ninapanda ushirikiano kwa kizazi chetu. Hebu tamka ushirikiano, tamka ushirikiano. Watoto washirikiane, watoto
watoto wa kike na wa kiume, wadogo kwa wakubwa, wakashirikiane. Tangaza katika ulimwengu wa roho, tangaza katika ulimwengu wa roho, tamka katika ulimwengu wa roho, tamka katika ulimwengu wa roho. Oh Baba yetu wa mbinguni, tunatangaza katika ulimwengu wa roho, tunatangaza mshikamano, tunatangaza umoja kama neno lako linavyosema kwenye Zaburi 133 na ile sura na ile fungu la kwanza, ya kwamba inapendeza kukaa kwa umoja, inapendeza kukaa kwa umoja, inapendeza kukaa kwa umoja. Ninatamka jioni ya leo, sisi na watoto wetu, sisi na familia yetu, tunaishi kwa umoja, tunaishi kwa umoja. Ninaita umoja, nauita umoja. Bwana Yesu, achilia umoja, achilia umoja, achilia umoja, achilia umoja katika jina la Yesu. Umoja kwenye familia zetu, umoja kwa wadogo zetu, umoja kwa kaka zetu, umoja kwa dada zetu. Rakoshakataraba, ninaita umoja Bwana, ninaita umoja Bwana, nauita umoja Bwana. Napanda umoja Bwana, napanda kwa watoto wetu, napanda umoja kwenye ndoa, napanda umoja kwenye familia, napanda umoja Bwana, napanda umoja Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moyo wa umoja, moyo wa umoja, moyo wa umoja, moyo wa umoja, moyo wa kushirikiana, moyo wa kushirikiana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natamka kushirikiana, natamka kushirikiana, natamka kushirikiana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakamata ndugu zangu wote, natamka kushirikiana, natamka ushirikiano, natamka ushirikiano. Oh, kwa jina la Yesu. Wakati wa shida tushirikiane, wakati wa furaha tufurahi katika jina la Yesu. Kwenye kile kitabu cha Waebrania unasema ya Yesu ya kwamba tufurahi na wanaofurahi na tulie na wanaolia. Bwana, ninatamka umoja wakati wa furaha, natamka umoja wakati wa kulia, wakati wa matatizo, wakati wa changamoto. Ninatamka umoja Bwana. Changamoto zisitutenganishe, changamoto zisitutenganishe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hali ya maisha isitutenganishe, vipato vyetu visitutenganishe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatamka umoja, ninatamka kushirikiana katika magumu na mepesi, ninatamka kushirikiana. Rabashakataraba reboshenderebasika rebonderebasika yeta rekoshandarabasika. Ninatamka kushirikiana, ninatamka kushirikiana ndani ya mwaka uwe Bwana. Watoto wetu wakashirikiane, watoto wetu wakae vikao, watoto wetu wakazungumze, wakawe na jambo moja katika jina la Yesu. Mwaka huu 2026 ninatamka umoja katika familia zetu katika jina la Yesu. Chochote kile ambacho adui amekipanga ili tuvurugane, ili tuchanganyane, ili tuwe na hasira, katika jina la Yesu ninakipiga katika ulimwengu wa roho. Ninakiondoa mishale yote ambayo adui ameipanga, makombora yote ambayo adui ameyapanga ili tuvurugane katika familia zetu. Rebo shatarabasika, ninakuijia kwa jina la Yesu, ninakuijia kwa jina la Yesu. Hakuna silaha yoyote ile itakayofaulu, hakuna silaha yoyote ile itakayotumwa na ikafaulu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sisi ni ndugu wa pamoja, sisi ni ndugu wa pamoja. Wadogo zangu ni ndugu, kaka zangu ni ndugu, dada zangu ni ndugu. Ninatamka umoja, natamka kushirikiana katika jina la Yesu. Natamka kushirikiana, natamka kushirikiana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu achilia hiyo neema, Mungu achilia hiyo upako, achilia hiyo mafuta ya kushirikiana, mafuta ya kushirikiana kama ndugu Bwana katika familia zetu. Asante kwa neema yako, asante kwa utukufu wako. Amen. Mshangilie Bwana katika jina la Yesu. Tunaenda kutamka umoja kwenye sehemu za kazi na sehemu za biashara.
uko kazini, uko kwenye biashara, tunaenda kutamka umoja. Uko kwenye staff yako, tamka umoja. Kwenye watu ambao mnafanya nao biashara, tamka umoja, tamka umoja. Baba, katika jina la Yesu, tazama sasa, ninakabidhi staff yangu mikononi mwako. Ninakabidhi Bwana watu tunaofanya kazi mikononi, tunaofanya nao kazi mikononi mwako, watu tunaofanya nao biashara mikononi mwako, katika jina la Yesu. Mwaka huu natamka umoja, mwaka huu natamka umoja, mwaka huu natamka umoja. Umoja, tukashirikiane ndani ya ofisi, tukashirikiane ndani ya kazi, tukashirikiane kwenye biashara, watu ambao tunafanya nao biashara. Ninatamka umoja, Bwana, ninatamka mshikamano, natamka ushirikiano. Watu tunaofanya nao kazi, watu ambao tunashinda nao, watu ambao kuanzia asubuhi mpaka mchana tuko pamoja nao, tunafanya nao kazi kwa pamoja. Ninatamka mshikamano katika jina la Yesu Kristo. Chochote kile ambacho adui amekipanda tusishirikiane, amekipanda tugombane, amepanda ugomvi ili tugombane, ili tusishirikiane, na kiondoa katika jina la Yesu. Baba, onekana mfalme wa amani, onekana Jehova Jire. Naweka safu wenzangu, Bwana, naweka mikononi mwako. Onekana mwaka huu, ninatamka ushirika, ninatamka ushirika wa pamoja, ninatamka ushirika wa pamoja katika vikao vyote ambavyo tutavifanya ndani ya mwaka huu. Ninatamka umoja, Bwana, ninatamka umoja, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka umoja, Bwana, katika jina la Yesu. Onekana Jehova, jifunue mfalme wa amani. Umoja wako ukatawale, umoja wako Bwana ukatawale katika jina la Yesu Kristo. Watu ambao wamejipanga ili kuvuruga umoja wetu, ili kuharibu umoja wetu, katika jina la Yesu, wameshindwa jioni ya leo, wameshindwa jioni ya leo, wameshindwa jioni ya leo, wameshindwa jioni ya leo. Chochote kile ambacho kimepandwa kuleta mafarakano katika sehemu yangu ya kazi, ili nisiwe na amani na kazi, ili nisiwe na furaha na kazi, katika jina la Yesu Kristo, ninakiondoa jioni ya leo, ninakiondoa jioni ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ndani ya ofisi zetu ninaachilia damu ya Yesu. Ndani ya ofisi zetu ninaachilia umoja, ninaachilia umoja, ninaachilia mshikamano, ninaachilia umoja katika jina la Yesu. Na iachilia damu ya Yesu iletayo umoja, na iachilia damu ya Yesu inayokusanya, na iachilia damu ya Yesu inayonena mema, inayosema mema, ikajifunue, ikajidhihirishe. Rabasheketa rebosekayate reboshanderebase rebokoseketa reboshanderebase rebashakataraba ribosekandereba rebasharabaseke rebosherendereka ribakasapayate rebobobokase rikarabashete rebokosekata. Katika jina la Yesu, ninakataa roho ya kuonewa ndani ya kazi zetu, ninakataa roho ya kuonewa katika ofisi zetu, ninakataa roho ya kuonewa katika jina la Yesu. Yeyote yule ambaye ametumwa ili nionewe, ambaye ametumwa ili nionewe katika vikao vyetu, katika mazungumzo yetu, yeyote yule ambaye amejipanga ili niweze kuonewa ndani ya mwaka huo, ninaipinga hiyo roho ya kuonewa, naipinga hiyo roho ya kuonewa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Napinga roho ya kuonewa. Ewe roho ya kuonewa, hauna nafasi ndani ya familia zetu, hauna nafasi sehemu ya kazi zetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naipiga roho ya kuonewa, naipiga roho ya kuonewa, naipiga roho ya kuonewa, naipiga roho ya kuonewa. Rabababababa rebo shekerebasika rebo shandarabaseka. Hiyo roho ya kuonewa toweka katika jina la Yesu, toweka katika jina la Yesu, toweka katika jina la Yesu. Roho ya kuonewa, roho ya kuonewa, roho ya kusingiziwa, toweka katika jina la Yesu. Hilo vazi nalivua, vazi la kuonewa, vazi la kuonewa ninalivua jioni ya leo, vazi la kuonewa ninalivua jioni ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hilo vazi la kuonewa, kila ninakoenda naonewa,
Kila unako kwenu unaonewa, iwe ni ofisini unaonewa, iwe ni nyumbani unaonewa, iwe ni kwenye biashara unaonewa. Hilo vazi livue jioni ya leo, hilo vazi livue jioni ya leo. Hilo vazi sio fungu lako, livue jioni ya leo katika jina la Yesu. Hilo vazi la kuonewa, yawezekana watoto wako huwa wanaonewa, wakiwa shuleni wanaonewa, wakiwa nyumbani wanaonewa. Hilo ni vazi la kuonewa, hilo ni vazi la kuonewa. Ndio maana wakati mwingine wanaweza wakafanya kazi lakini hawalipi vizuri, hawalipi, wanaonewa. Hata kazi wanazofanya wanadhulumiwa. Katika jina la Yesu, wakati mwingine wanafanya kazi lakini kazi wanaoifanya wanadhulumika. Hilo ni vazi la kuonewa, hilo ni vazi la kuonewa. Liondoe kwa watoto wako, liondoe kwa watoto wako katika jina la Yesu. Hilo vazi naliondoa, hilo vazi nalifua, hilo vazi nalifua, hilo vazi nalifua, hilo vazi nalifua. Na wavua watoto wangu, na wavua watoto wangu wa kike na wa kiume, ninawavua hilo vazi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na alichoma moto hilo vazi ndani ya familia yangu, ndani ya familia yangu, ndani ya uzao wangu, ndani ya kizazi changu. Ninakataa kuonewa, ninakataa kuonewa, ninakataa kudhulumiwa, ninakataa roho ya kudhulumiwa. Rabashakatarabasa, naipiga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chochote kilicho haki yangu, chochote kilicho haki yangu, hakika ni haki yangu. Bwana, wewe Mungu unajitambulisha Mungu kama Mungu mwenye haki, kama Mungu mwenye haki. Kwa nini nidhulumiwe? Kwa nini nidhulumike? Hilo ni jasho langu. Kwa nini nidhulumiwe? Hilo ni jasho langu katika jina la Yesu. Roho ya kudhulumiwa, roho ya kudhulumiwa naikataa, naikataa jioni ya leo, naikataa jioni ya leo, naikataa jioni ya leo, naikataa jioni ya leo, naikataa jioni ya leo. Bwana Mungu, wewe ni Mungu wa haki. Naiomba haki yangu. Fedha ambayo niliwakopesha hawajanirejea bado, naiomba haki yangu, naiomba haki yangu, naiomba haki yangu, naiomba haki yangu. Sema na mioyo yao, sema na mioyo yao. Nimezungumza nao lakini hawajanielewa. Nimeenda kuwadai lakini bado hawajanielewa. Tumekaa vikao na vikao lakini bado hawajanielewa. Naita haki yangu jioni ya leo, naita haki yangu jioni ya leo, naita haki yangu jioni ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Watoto wangu watadhulumika, watoto wangu watadhulumika, hawatadhulumika, hawatadhulumika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu unayetenda, wewe ni Mungu unayejifunua, wewe ni Mungu unayejidhihirisha. Nivishe vazi la haki, nivishe vazi la kibali, nivishe vazi la kibali. Napoanza mwaka huu Bwana 2026, niwe na vazi la kibali, niwe na vazi la kibali. Nikiingia kwenye biashara niwe na vazi la kibali, nikiingia sehemu ya kazi yangu niwe na vazi la kibali katika jina la Yesu. Omba vazi la kibali, omba vazi la kubarika, omba vazi la kubarika, omba vazi la kubarika. Iwe ni kwenye ndoa yako, omba vazi la kubarika. Mume wako akukubali, mke wako akukubali, tamka vazi la kubarika, tamka vazi la kibali. Watoto wako, watoto wako, watoto wako wavalishe vazi la kibali, wavalishe vazi la kibali. Wanapoenda kwenye kazi, wanapokuwa shuleni, wakawe na kibali, wakawe na kibali, wakawe na kibali katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu unayefanya, wewe ni Mungu unayetenda, wewe ni Mungu unayejidhihirisha, wewe ni Mungu unayefanya. Haujawahi kunyamaza, haujawahi kunyamaza. Unasema niiteni nami nitaitika, unasema niiteni nami nitaitika. Jioni ya leo tunakuita Yesu, tunakuita Yesu, tukihitaji umoja. Tunakuita Yesu, tukihitaji umoja katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa neema yako, asante Mungu kwa neema yako katika jina la Yesu Kristo.
Tunaenda kuvunja kila maneno, tunaenda kuvunja kila maneno ambayo yalituma katika familia zetu. Tunaenda kuyavunja maneno yote ambayo yalitumwa ndani ya familia zetu ili kutuvuruga, yalitumwa ndani ya ndoa ili kuvuruga. Hebu vunja hayo maneno, yanyime uhalali wa kutenda kazi katika ulimwengu wa roho. Vunja hayo maneno. Wakati mwingine umefika hapo ulipo kwa sababu ya maneno yaliyosemwa, kwa sababu kuna maneno ya kusingiziwa, kwa sababu kuna maneno ya uongo yalikuja, kwa sababu kuna maneno yalitamkwa. Ndio maana wakati mwingine uzungumzi na mwenzako, kwa sababu adui alituma tu maneno ili aweze kuwavuruga. Katika jina la Yesu Kristo, ninavunja kila maneno, ninavunja kila maneno, ninavunja kila maneno yaliyotumwa kwenye familia zetu, yaliyotumwa kwenye ndoa zetu, yaliyotumwa kwa watoto wetu. Ndio maana wakati mwingine tunashindwa kuongea na watoto wetu kwa sababu ya maneno ambayo yalitumwa na watu, yalitumwa na adui, yalitumwa na mawakala. Katika jina la Yesu, nami jioni ya leo ninayavunja hayo maneno, nayavunja hayo maneno, nayanyima uhalali wa kutenda, nayavunja hayo maneno, nayavunja hayo maneno katika jina la Yesu. Nayavunja hayo maneno, nayavunja hayo maneno. Hayo maneno yanapata uhalali, hayo maneno yaliyotumwa, hayo maneno ya kipepo, hayo maneno ya kipepo yaliyokamata moyo, hayo maneno ya kipepo yaliyokamata ndani ya moyo, katika jina la Yesu nayavunja vipande, nayavunja vipande. Toweka kwa jina la Yesu, toweka kwa jina la Yesu. Enyi maneno ya kipepo, enyi maneno ya kusingizia, ewe maneno ya uongo, nayapiga katika ulimwengu wa roho. Ninayafuta kwa damu ya Yesu, nayafuta kwa damu ya Yesu, nayafuta kwa damu ya Yesu. Maneno ya kuchonganisha yaliyotupa kwenye familia, maneno ya kuchonganisha, maneno ya uchonganishi yanayotuchonganisha sisi na watoto wetu, sisi na familia zetu, katika jina la Yesu nayapiga hayo maneno, nayapiga hayo maneno. Toweka. Achia familia hiyo, achia hiyo familia, toweka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nayanyima nguvu hayo maneno, nayanyima nguvu hayo maneno, nayanyima kutawanyika hayo maneno, nayanyima kusamba hayo maneno katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nayanyima uhalali wa kutenda kazi katika jina la Yesu. Maneno yote ya kusingiziwa, maneno yote ya kusingiziwa, toweka, nayafukuza. Toweka kila neno ambalo limetumwa na adui, kila neno ambalo limetumwa na nguvu za giza, kila neno ambalo limetumwa ili kunivuruga, ili kuniharibia, ili kuninyima amani, ili kuninyima raha, ili nisilale usiku. Toweka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wakati mwingine hayo maneno yananijia usiku, yanakujia usiku, yanakunombolesha, yanakusemesha, unakosa usingizi, unakosa raha, unaanza kuwa na msongo wa mawazo. Ewe maneno katika ufahamu, katika picha hiyo, picha naichana, hiyo picha ya maneno ninaichana katika ufahamu wako, naiondoa katika ufahamu wako, naiondoa katika akili yako, naiondoa katika moyo wako. Hayo maneno ambayo adui aliyatuma yakanasa ndani ya moyo wako, yakanasa ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako. Toweka. Jioni ya leo unaachia fahamu zetu, unatoka kwenye ufahamu. Oh Jesus, kila antena yote ambayo adui ameisimika ndani yangu, adui ameisimika ndani yako, ili maneno yakija yawe yananasa na kuingia, ili maneno yakija yawe yananasa na kuingia. Hiyo antena naipiga kwa moto, naipiga kwa moto. Hiyo antena ambayo adui ameisimika katika familia yako, hiyo antena ambayo adui ameisimika katika familia yako. Ukitoka kwenye kazi yako, ukifika nyumbani, unakutana maneno, unakutana maneno ya kuvunja moyo, kwa sababu iko
antena ambayo adui ameisimika katika familia yako, hiyo antena naipiga kwa moto ulao, naipiga kwa moto ulao. Antena ya mapepo inayonasa maneno, antena ya mapepo inayonasa maneno, naipiga katika jina la Yesu, naipiga katika jina la Yesu, naipiga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Taweka kwenye familia, taweka kwenye familia, acha hiyo familia. Ewe antena uliyesimikwa sebuleni, ewe antena uliyesimikwa chumbani, wakati wa kulala unaanza kuleta maneno, wakati wa kulala unaanza kuleta maneno, unaanza kusemesha maneno, unaanza kusemesha maneno ndani ya fikra, ndani ya mawazo, ili tu mtu asilale, ili asipumzike. Hiyo antena ndani ya chumba naipiga, naipiga jioni ya leo, naipiga, naiteketeza. Toweka, 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 toweka ndani ya hicho chumba, unatoweka, unaachia, unatoweka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Antena ambazo zimetegwa usiku ili kunasa maneno, ili kunasa maneno, katika jina la Yesu. Antena ambazo zimetegwa asubuhi ili kuleta maneno. Ndio maana wakati mwingine kunakuwa na mvutano, watu wenye maneno mabaya wanakuja kwako tu, watu wenye habari mbaya wanakuja kwako tu. Kumbe iko antena ambayo imesimamishwa katika ulimwengu wa roho, imesimamishwa katika ulimwengu wa roho. Ikatae hiyo antena, ikatae, ipige iondoke, ipige iondoke. Nyumbani kwako sio sehemu ya maneno, kitandani kwako sio sehemu ya kuwaza mabaya. Rakashakataraba, hiyo antena inakuachia, hiyo antena inaachia, inaachia nyumba yako, inaachia kitanda chako, inaachia sehemu ya kazi yako katika jina la Yesu. Wakati mwingine imetegwa sehemu ya kazi, ukienda kazini kuna maneno ya kutosha, kila ukiingia kazini maneno yaishi, mara hili mara lile, mara hili mara lile. Kwa jina la Yesu, hiyo antena naipiga, naipiga, naipiga sehemu ya kazi, naipiga sehemu ya kazi, naipiga sehemu ya kazi, naipiga sehemu ya kazi. Rabakosika, rebo satara, rebo sekata, rebo shadara, rebo seketa, rebo shataraba. Hiyo antena haina mamlaka, haina mamlaka katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho haina mamlaka, haina mamlaka, haina mamlaka tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Sema Bwana Yesu, katika jina la Yesu, kila antena zote zilizotegwa sehemu ya biashara yangu ili maneno yao yanakuja, katika jina la Yesu, wewe antena ninakupiga katika jina la Yesu, nakupiga katika jina la Yesu. Antena zote ambazo zimesimamishwa chumbani kwangu ili nikiingia ndani ya chumba changu naanza kuwaza mawazo mabaya, naanza kuwaza mawazo mabaya, inaniletea mawazo mabaya, mawazo ya kukata tamaa, katika jina la Yesu, wewe antena nakupiga. Toweka, 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 toweka. Wewe antena unayedaka mawazo mabaya, maneno mabaya, ewe antena unayoleta mawazo mabaya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninakupiga, ninakupiga. Toweka, 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 toweka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe antena ambayo umetegwa ili watoto wangu waweze kunaswa, ili watoto wangu wawe na maneno mabaya, wawe na kinywa kichafu, wawe na matusi, unawaletea matusi, unawaletea maneno mabaya, wanayatamka, wanatukanana, wanasengenyana ndani ya nyumba yangu. Wewe antena ninakupiga. Toweka, achia watoto wangu. Toweka, 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 toweka katika jina la Yesu. Kila lango ambalo adui amelitega ndani ya familia yangu, kila lango ambalo adui amelitega ndani ya familia yangu, watoto wangu wakiingia,
ghafla wanakuwa wagonjwa, ghafla wanajisikia vibaya katika jina la Yesu. Lango la magonjwa, lango la magonjwa katika eneo langu, katika ardhi yangu, toweka, toweka, toweka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hilo lango la magonjwa, lango la masengenyo, lango la kiburi, nalipiga, toweka, toweka. Ninaling'oa, naling'oa, 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 naling'oa. Linang'oka, linang'oka ndani ya ardhi yangu, ndani ya mipaka yangu. Ninaling'oa sasa, naling'oa sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Lango linalopitisha maneno, lango linalopitisha maneno, toweka, 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 toweka. Yeyote yule ambaye ametumwa ili kuleta maneno, yeyote yule ambaye ametumwa na mapepo, ametumwa na nguvu za giza ili aweze kuleta maneno, ili aweze kuleta masengenyo katika kazi yangu, katika biashara yangu, katika kazi yangu, katika biashara yangu, katika jina la Yesu. Hayo maneno, hayo maneno, hayo maneno hayana uhalali wa kutenda kazi kwa jina la Yesu, Mungu wa majeshi. Amen. Jesus. Jesus. Sema, Bwana Yesu, ninapanda maneno ya hekima kwa kizazi changu katika jina la Yesu. Ninapanda maneno ya busara katika ndoa yangu katika jina la Yesu. Napanda maneno ya faraja ndani ya familia yangu katika jina la Yesu. Napanda maneno ya uzima ndani ya familia yangu katika jina la Yesu. Napanda maneno ya heshima kwa watoto wangu katika jina la Yesu. Wakaseme na kutamka maneno ya hekima yatoke kinywani mwake, yatoke kinywani mwake katika jina la Yesu. Maneno ya kujenga yatoke vinywani mwao katika jina la Yesu. Maneno ya heshima yatoke vinywani mwao katika jina la Yesu. Maneno ya busara yatoke kinywani mwao katika jina la Yesu. Bwana Yesu, hata familia yangu, hata familia yangu, mke wangu, mume wangu, ninatamka ya kwamba, ninasema ya kwamba maneno yake yawe matamu, yawe mazuri, yawe mazuri, yawe matakatifu, yawe yenye faraja katika jina la Yesu. Yawe ni maneno ambayo ni ya kutia moyo, ni ya kutia faraja katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninapanda jioni ya leo, ninapanda jioni ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maneno mazuri, maneno mazuri yenye kibali yatoke vinywani vyetu, ndani ya vinywa vyetu mwaka huu 2026. Vinywa vyetu viseme hekima, viseme neema, viseme uzima, viseme busara katika jina la Yesu. Tusaidie Yesu kutamka vyema, kusema vyema mbele za watu, mbele za watu katika jina la Yesu. Hebu yanena hayo maneno, yatamke hayo maneno, yaseme hayo maneno, yaita hayo maneno, yaita hayo maneno, yatamka hayo maneno. Yakajawe chumvi, yakajawe chumvi katika jina la Yesu. Maneno yetu yakawe matamu mbele za watu tunapozungumza, Bwana, yawe yenye hekima, yawe mazuri katika jina la Yesu. Maneno yaliyojawa hekima, mfalme wa amani. Tusaidie Mungu wetu, kama vile ambavyo Bwana ulimsaidia mtumishi wako Suleimani alivyokuja mbele za uso wako akiomba hekima na maarifa. Nasi Yesu, katika jioni ya leo, maneno yetu yawe matamu mbele zako, mbele za watu ambao wanatuzunguka. Tunapotamka Bwana, waendelee kutusikiliza kwa vile maneno yetu ni mazuri na ni matamu mbele zao. Mungu, tusaidie tunapotamka mbele yao, wakaijua ile hekima iliyoko ndani yetu, kama vile ambavyo ulimpa mtumishi wako Suleimani maneno yenye hekima, hekima iliyo nzuri. Tusaidie nasi Bwana, katika mwaka huu tukawe watu ambao tunatamka hekima mbele za uso wako Bwana. Tusaidie Bwana, tuwezeshe Jehova, maneno yetu Yesu yawe matamu, maneno yetu Yesu yawe matamu Bwana. Wanapotusikiliza wasikilize hekima, watamani kusikia tena, watamani kusikia na tena, tena na tena Bwana, katika
katika maisha yetu, tujawe na hekima zaidi kwa ajili ya utukufu wako. Lisaidie kanisa lako kunena kwa hekima, wasaidie watumishi wako kunena kwa hekima, wasaidie kina baba kunena kwa hekima, wasaidie kina mama kunena kwa hekima, wasaidie watoto kunena kwa hekima. Bwana, tunapozungumza Jehova, tukaizungumza hekima yako. Wewe ni Bwana mwaminifu, unayachilia hekima katika maisha yetu. Tunaamini Bwana, kanisa lako linakwenda kuipokea hekima, linakwenda kuwa na hekima iliyo nzuri, hekima ambayo Bwana haina mfano wake. Tusaidie mwaka huu, tunaiomba hiyo neema Bwana, tunaiomba neema hiyo katika maisha yetu. Utusaidie Yesu, tuishi kwa hekima, tukazungumze maneno yaliyo na hekima mbele ya watu wanaotuzunguka. Haleluya. Mungu wangu na Baba yangu, ninasema asante kwa neema yako. Asante. Ninasema asante kwa utukufu wako. Hakika Bwana, maneno